بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika darsa ya أحاديث الصيام إتحاف الأنام بشرح أحاديث أحكام وآداب الصيام، tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la tasumu hatta tarawu al-hilal wala tuftiru hatta tarawu al-hilal fa in ghumma alaykum faqduru lahu. katika riwaya fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. tukaeleza fawaid zinazopatikana katika hadithi hii, na nikaahidi kwa leo biidhnillah ta'ala tuzungumzia masail yanayofungamana na hadithi hii. Kabla ya kuingia kuzungumzia haya masala ambayo nitayazungumzia, ningependa kutanabahisha mambo muhimu sana. Jambo la kwanza, hili suala nitakalolizungumza haliwi ndiyo kigawanyo cha kusema huyu ni mtu wa sunna na huyu ni mtu wa bid'a. Hii masala ambayo nitakayozungumzia hapa si masala ambayo yagawanya watu kuwa anayefanya hivi ni mtu wa sunna na asiyefanya ni mtu wa bid'a ama kadha ama kadha. ni masala mukhtalafun fi kwa kadri ya kichache ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekijalia kukifahamu. Tumeona kuwa kwa kauli hizi za wanavyuoni, hii kauli tunayoitaja ndiyo yenye nguvu, na ikiwa kuna ndugu zetu vipenzi vyetu ambao waona kuwa hii kauli ni marjuh, basi na wao na kauli yao na dalili zao na wanaovioni waliofuata ufahamu wao. Kwa hivyo hili lieleweke. So masala haya nitakayoyataja nimeona katika mujtama watu wameyajengea chuki mbaya sana. Masala yenyewe, idha thabata alhilalu fi baladin ma wa ru'ya yaqinan fahal yalzamu al-akharina sawm. Ikiwa mwezi muandamo wa Ramadhani utaonekana nchi fulani, je, ni lazima kwa nchi nyingine zote zilizobakia kufunga kwa muandamo wa mwezi wa nchi hiyo? nafikiri masala yako wazi. هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. هيا مسألة ومختلفيان ونوفيوني. وباختصار قد نقول أن الفقهاء في هذه المسألة اختلفوا على مذهبين رئيسين. tukifupisha ni kuwa fuqaha wamekhtalifiana katika masala haya kwa kauli mbili ambazo ndio mashuhuri zaidi. الأول، قولي ya kwanza، ذهبوا إلى القول بتوحيد الرؤية ولا يعتبر اختلاف مطالع القمر في ثبوت الأهلة. قولي ya kwanza wamekwenda kuwa mwezi ukionekana mahala pamoja
basi ni moja kwa moja waislamu wote waliobakia wameuona ule mwezi, wala hawazingatii ikhtilaf ya matali' kuwa mwezi uonekana sehemu fulani na sehemu nyingine bado haujaandama. Hii kauli katika kuthibitisha kuonekana kwa mwezi muandamo wa Ramadhani waenda kuwa kokote kule tutaka kuonekana yatosheleza waislamu wengine. وبهذا قال الجمهور، na hii ndio kauli ya wengi katika wanawavyuoni. Jumhur alulama wamekwenda kwa kauli hii. وهو المعتمد عند الحنفية، na ndio kauli inayotegemewa katika madhhab ya الحنفية. ونسبه ابن عبد البر إلى الإمام مالك فيما رواه عنه ابن القاسم. ابن عبد البر akaegemeza hii kauli kwa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi katika mapokezi aliyopokelewa kutoka kwa Ibn al-Qasim. وبه قال ابن تيمية والشوكاني وغيرهم من أهل التحقيق، na kwa kauli hii wamekwenda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ash-Shawkani rahmatullahi alayhi majma'in, wote hawa na wengineo katika wanaovioni vigogo wamekwenda kwa kauli hii. ويترتب على هذا القول وجوب القضاء إذا بدأ أهل بلد صومهم اليوم الذي يلي رؤية الهلال في بلد آخر. na natija ya kauli hii ni kuwa itabidi kwa yoyote yule ambaye amesikia kuonekana kwa mwezi nchi nyingine na yeye hakufunga siku hiyo akafunga siku ya pili, kwa kauli hii itabidi alipe ile siku kwa sababu tayari ilikuwa ushaingia mwezi wa Ramadhani. Hii ni kauli ya kwanza. وذهب المعتبرون لاختلاف المطالع أن رؤية الهلال في بلد لا تلزم في حق بلد آخر. na wengine katika wanaovioni wakaenda kuwa wale wanaozingatia ikhtilafi ya matali' kwa mwezi waweza kuandama kwingine na kwingine bado wakati wake wa kuandama, kuna ikhtilaf katika matali'. hawa wanaokwenda kwa kauli hii hawa wakasema kuwa hailazimu kuonekana kwa mwezi nchi moja kuwa wengine lazima pia wafunge, bal likulli baladin ru'yatuhu mutlaqan sawa'an taqarabat albuldan am tabaadat. kila nchi ina mwezi wake, iwe wako karibu ama wako mbali. hii ni kauli. وقد حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإسحاق بن راهويه أو راهويه. وعزى ابن عبد البر هذا القول لابن عباس وابن المبارك. hao wanaovioni tuliotaja wamekwenda kwa kauli hii kuwa kila sehemu ina ru'ya yake, ina mwezi wake. kwa hivyo mpaka hapa tulipofikia tuona kuwa ni masala ambayo kuna wanaovioni huku wamekwenda kwa kauli hii na wapo wanaovioni upande wa pili wamekwenda kwa kauli hii nyingine. mpaka hapa ninafahamika. hili likieleweka hupunguza ule ujoto unaopatikana katika mwanzo na mwisho wa mwezi wa Ramadhani tunaouona leo baina waislamu. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية الحراني يسمى: فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ. ضابط يا مسألة هاي نكوى هاي مسألة يزنغوك katika zile habari kumfikia mtu, لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. Mtume صلى الله عليه وسلم fungeni kwa kuuona mwezi. فمن بلغه أنه رؤيا
yoyote inayomfikia habari ya kuwa mwezi umeonekana thabata fi haqqihi min ghairi tahdidi masafatin aslan, itakuwa tayari kwake yeye ishathubutu kuonekana kwa mwezi bila ya kupima masafa yoyote aslan, kama nilivyotaja kwenye kauli ya Sheikh al-Islam. وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر، فلا فائدة فيه، بخلاف الأماكن التي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار. شيخ الإسلام مسيما نهي يافكيانا قول اليتاجة ابن عبد البر kuwa pembe mbili za ulimwengu habari huyo azungumzia wakati wake, habari haifiki huko mpaka mwisho isipokuwa baada ya mwezi. Kwa hivyo hapa hatutazingatia, lakini wale ambao habari zaweza kufika katikati ya ule mwezi, hapa hili litazingatiwa. Kwa hivyo lau kama hao wanaovioni wangeishi katika asri hii, pengine wangekuwa na kauli nyingine kuwa kumbe yawezekana kwa siku ile ile wakati ule ule habari kufika ulimwengu mzima kuwa pengine mahali fulani mwezi umeonekana. Almuhim, hii ni qaul ya jumhur alulama. قال العلامة الألباني رحمه الله baada ya kutaja maneno ya wanaovioni waliotangulia, tuangalie wanaovioni wetu wa sunna wanaoishi au walioishi katika asri hii ya teknolojia hii tulioishi nayo sisi. Je, na wao wasema nini katika masala haya? قال العلامة الألباني رحمه الله وهو يرجح قول الجمهور في هذه المسألة. تفهموا mwanzo الشيخ الألباني aenda kwa kauli ya kuwa kauli aljumhur ndio yenye nguvu, kuwa mahali popote mwezi ukionekana watu watakikana wafunge. kisha akasema وقد اختاره كثير من العلماء المحققين, hii kauli wameichagua wengi katika wanaovioni muhaqqiqin, wanaovioni vigogo katika ilmu ambao wamekita mizizi katika ilmu. kisha akatoa mifano مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، والشوكاني في نيل الأوطار، وصديق حسن خان في الروضة الندية، kisha akasema وغيرهم na wengineo. فهو الحق الذي لا يصح سواه. Sheikh Al-Albani yasema hii ndiyo haki ambayo hakuna kauli nyingine itakuwa haki mbali na hii. ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله، ولا هيغونغاني na hadithi ibn Abbas kwa mambo ambayo ameyataja al-Imam Shawkani rahmatullahi alayhi katika Nail al-Awtar. na hadithi ibn Abbas ni pale alipoambiwa kuwa watu wa Sham waliuona mwezi kabla ya watu wa Madina. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sema lakini sisi tuliuona siku ya pili. Qurayb akamwambia Ibn Abbas, kwani wewe husadikishi kuona kwa Muawiya mwezi? Hakusema kuwa mimi simuamini Muawiya kuwa ameuona mwezi na watu wa Sham wameona mwezi. Ala hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asa hapa hii hadithi wengine wakafahamu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha kuwa kila mmoja afunge na sehemu yao. Na Imam Shaukani akaeleza kuwa haigongani na kauli ya jumhur, akatoa sababu pale. Kwa kifupi ni kama hivyo. ولعل الأقوى أن يقال إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده. قول katika zile sababu alizotaja Imam Shaukani yenye nguvu kabisa ni kusema kuwa hadithi ibn Abbas imekuja kwa yule aliyefunga kwa kuona kwa nchi yao. ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم.
kisha katikati ya Ramadhani ikamfikia habari kuwa nchi fulani wameuona mwezi kabla yao kwa siku moja. ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا 30. katika hali kama hii basi atafunga na watu wa nchi yake mpaka akamilishe 30, kwa sababu hakupata habari mwanzo za kuonekana kwa mwezi kule. au yarau hilalahu, au waone mwezi wao. wabidhalika yazulu al-ishkal, na kwa maelezo haya ule utata utakuwa umeondoka. ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه, تبقى حديث أبي هريرة na nyinginezo katika hadith zilizopokelewa kutoka kwa masahaba kama hii Ibn Umar, tabakia katika hali kama ile kuwa mwezi ukionekana kokote watu wafunge. يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال ابن تيمية رحمه الله. kisha akataja kauli Sheikh al-Islam. na hapa yakusanya kila ambaye atafikiwa na habari za kuonekana kwa mwezi, awe nchi yoyote, sehemu yoyote atakayokuwa, bila ya kupima masafa aslan, kama alivyotaja Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi, na tumesoma maneno Sheikh al-Islam hapo nyuma. kisha akasema Sheikh al-Albani, وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم. hili jambo lawezekana leo sana, yajulikana hii. ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. lakini jambo hili lawataka au lataka nchi za Kiislamu ziwe na ihtimam mpaka zihakiki ili jambo liwe litafanyika insha Allah tabaraka wa taala. bimaana iwe waislamu wote ulimwenguni watafunga siku moja na kufungua siku moja. wa ila an tajtami'a ad-duwal al-islamiyya ala dhalika, na mpaka siku hiyo watakapokusanyika nchi za Kiislamu katika kukubaliana katika hilo. Sheikh al-Albani yasema, fa inni ara, mimi naona, ala sha'bi kulli dawlatin an yasuma ma'a dawlatihi. ndio mwisho maneno Sheikh al-Albani asema, mimi naona wafunge kila nchi na nchi yao, wala yanqasimu ala nafsihi, wasigawanyike baina yao katika nchi moja. fayasumu ba'dhum ma'aha, wengine wafunga na nchi yao, wa ba'dhum ma'a ghayriha, na wengine wafunga na nchi nyingine. taqaddamat fi siyamiha au ta'akhkharat, wao wametangulia katika funga yao au wamechelewa. lima fi dhalika ma'a tawsi'i da'irati al-khilaf fi ash-sha'b al-wahid, ndani yake katika kitendo kama hiki kuna kupanua ile ikhtilaf na mzozo katika watu wa nchi moja, kama waqa'a fi ba'd ad-duwal al-arabiyya منذ بضع سنين والله المستعان, kama ilivyotokea katika baadhi ya daula za Kiislamu miaka michache iliyopita. wallahu almusta'an. kwa hivyo hii ndio kauli ya Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi, na sisi tusema kuwa ni kweli kauli ya jumhuri na nguvu na ina dalili, lakini mpaka kufikia huko ni kuwa kila daula, na simzungumzii mtu hapa, na baadhi ya watu kutanasibisha kauli walete balaa, simzungumzii mtu, ni masala ijtihadia. na Sheikh al-Albani ameona kuwa kila daula ifunge na mwezi wao mpaka watakapokubaliana kuwa watu wote wafunge na mwezi mmoja. قلت وهذا تفصيل جيد من العلامة الألباني رحمه الله. huu ni upambanufu mzuri sana alioueleza al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi.
والذي قررناه وذكرناه إنما هو للعلم yale tuliyoyataja kula na kuyabainisha ni kwa ajili ya kuyafahamu ni ilmu amma min nahiyati al-amal fa innana tab'un li imamina ama katika kutekeleza sisi tumfuata kiongozi wetu mata amara bisawm sumna pale anapotuamrisha kuwa tufunge tutafunga na yeye wa mata lam ya'mur lam nasum na ikiwa hakuamrisha kiongozi na sisi hatufungi lialla yakhtalifa an-nas isije ikaleta furqa baina ya watu watakuna kullu baladin laha ru'yatuha al-khassa iwe kila nchi ina kuona kwake kwa mwezi hasa kuna kufungamana na nchi yao وعلى كل حال أقرب الأقوال عمليا هو هذا قول إليه كريب زيدي عمليا نهي قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه فليس من معقول هينجي كديني أن نكون تحت سلطة واحدة بعضنا صائم وبعضنا مفطر tuko katika sehemu moja nchi moja kisha baadhi ya watu wamefunga na wengine hawakufunga فهذا يخل بالأمن هي ondoa amani na utulivu ويوجب التشتت والتفرق na yazidisha kusababisha watu kutofautiana juu ya kutofautiana kulioko na mimi nashangazwa na baadhi ya watu utaona baadhi ya watu ukiyazungumza kikweli masala ya bid'a na kadha pengine aona wewe waleta furqa katika umma na haya yaleta furqa haya yaleta umoja kwa sababu bid'a ndio iliyokuja ikaleta furqa baina ya watu lakini tukija katika masala haya hasa ukiwapata khurafiyun nakumbuka wakati wa kadhi aliyepita kuna wakati hutangaza kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani au mwezi muandamo wa Shawwal pamoja na nchi nyingine kwa kuwa hapa pia umeonekana kisha ukaona haswa ahlul bid'ah ukaona wamesimama dhidi ya kiongozi hakuna huu mwezi wa kuletwa na vikapu huu mwezi wa kadha la wallah maadamu kiongozi amesema ni juu yetu sisi kumfuata pengine mtu aweza kusema lakini hiyo ni kauli ya Sheikh Al-Albani katika muasirin kuna wanavyoni wengi قال الإمام ابن باز رحمه الله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قول yake asema على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ni juu ya muislamu kufunga na nchi aliyoko ndani yake ويفطر معها na afturu na pale alipo masala si hamasa ni masala ilmiya yule ambaye waona hii kauli ina nguvu kwa kuwa wanaovioni hata muasirin wote wamekwenda kwa kauli hii fabiha ambaye haoni له القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون بمعنى صوم ni siku ile mtakapofunga nyote kwa pamoja na fitr ni siku ile ambayo mtafuturu kwa pamoja na adha ni siku ile ambayo mtachinja nyote udhiya yenu kwa siku moja kwa hiyo haya yote yaenda kwa pamoja yaenda kwenye siku moja wabillahi tawfiq طيب na Sheikh Ibn Uthaymeen asemaje tuje kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi hivyo hatujasema bid'an min alqawl الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه katika مجموع فتاوى يا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه imekuja سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد اطلعنا على فتوى سماحتكم في كتاب فتاوى إسلامية حول رؤية الهلال في بلد لا تلزم جميع البلاد بأحكامه watu wauliza swali kwa tumeona fatwa yako kuwasema kuonekana kwa mwezi nchi moja hailazimu watu wote kufunga
فهل ينطبق هذا على رؤية الهلال أو على رؤية هلال عيد الأضحى؟ je hili pia manake watu uuliza hili swali sawa Ramadhani je Eid al-Adha itakuwaje? Sheikh Ibn Uthaymeen atatueleza hapa. Je mwezi muandamo wa Eid al-Adha pia watu wako Arafa, nyinyi hapa tarehe 8 kwa mfano watu kule wachinja yaumun nahar, nyinyi ndio mafunga Arafa, yawezekana vipi? Hebu tujaribu kama ni akili. Yani saa nyingine masala kama haya mtu akija na kichwa na wewe pia waweza kumpiga kichwa. Akija vizuri kwa ilmu tazungumza kwa ilmu. Tuseme sisi tumeuona mwezi kabla ya Saudia Adha, itakuwa haji batila. Tugeuze sasa, na hili lishatokea kuwa kuna nchi wameuona mwezi kweli na mamlaka mwezi haujaonekana. Tayib, watu wakiwa kule Arafa na hao wameuona na macho mwezi ule pale, itakuwaje? Tasema kwa vile sisi kule ndio watu wako Arafa, ndio hapa watu wakazua mambo ya ajabu. Arafa makania, Arafa zamania, ufalsafa uwesh. Ya akhi, ingala min hadhi alwasawis, wacha uwaswasi wote, sikiza wanaoviona wasema nini. Mtu auliza na adha je mtafanya nini? Tayeb, tumsikize Sheikh Ibn Uthaymeen asemaje. Je kauli hii yaingia pia katika adha? Fakataba rahimahullah, akaandika ifatwa: الهلال تختلف مطالعه بين أرض وأخرى في رمضان وغيره. kuandama kwa mwezi kukhtalifiana kulingana na matali' ya mwezi nchi moja au ardhi moja na nyingine. Kuna ikhtilaf katika matali' katika mwezi wa Ramadhani na miezi mingine. والحكم واحد في الجميع, na hukumu ni moja katika yote yale, yote hukumu ni moja. lakini ara an yattafiqa an-nas ala shay'in wahid, kile mimi ninachokiona ni kwa watu waafikiane kwa kitu kimoja. wa an yattabi'a ma yaquluhu amirul jaliyah al-islamiyya fi bilad ghayr al-muslimin, katika nchi isiyokuwa ya Waislamu lazima utakuwa wana yani kama jalia, ama kama huku kwetu tuna kadhi ambaye ndio Waislamu warejea kwake, yule ndio wamfuate kauli yake. Haya maneno ya nani? Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. لأن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. أمر في هذا واسع, kio huko wameona wamefunga, wale wameona baada yao wamefunga, الأمر فيه واسع, si jambo la kutiana dhiki. حيث إن بعض العلماء يقول متى ثبتت رؤية الهلال في بلد الإسلام في أي قطر لزم الحكم جميع المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية. ikiwa watu wameamua kufunga na mwezi wa kokote kule, wako wanaovioni ambao wamekwenda kwa kauli ya kuwa nchi moja ya Kiislamu ikiona mwezi basi wote waweza kufunga. Tuseme kwa mfano kiongozi wetu akasema kuwa sasa mwezi ukionekana kokote mimi natangaza, na sisi pia tutatakana tuwe wapi? Tuwe nyuma yake, tumfuata. Umetangazwa, ametangaza, alhamdulillah, tutafunga na wao. Ama akisema kuwa sisi tufuata mwezi wa kwetu, na sisi pia tutafuata namna yule kiongozi anavyotuelekeza. Sasa masala ya kuwa je kadhi ni kiongozi au si kiongozi, sasa haya yako mwenyewe. Kuna wengine hutia siasa katika haya masala, haya yako mwenyewe. Nikiwa mtu yoitakidi kwa yule ni kiongozi wake, ni kiongozi wake, huwezi kumlazimisha kuwa la yule ameandikwa kazi. Wengine wakatoa fatwa za ajabu, ameandikwa kazi na serikali na mshahara wake pia haramu, basi msichukue tenda nyinyi za serikali zote tena haramu. Haramu vipi? Sema kwa sababu wale wachukua yani tax, wachukua ushuru kutoka kwa watu wa kuuza pombe, watu wa kuuza kadha, watu wa insurance, watu wa kadha, kwa hiyo pesa zao za haramu. Hivi Mtume SAW hakufanya biashara na Mayahudi mpaka kufa kwa Mtume SAW, dir'i yake ameweka rehani kwa Myahudi, sio? طيب hao Mayahudi nani? Allah asema wa akhdhihimur riba
wa aklihim amwala an-nas bil batil, yote hawa wanao mayahudi. Sasa wewe kuhusu nini biashara yake wakati wewe umefanya kazi ya halali? Mtu anayechukua tenda ya kujenga barabara ya serikali, yeye alipo kulingana na kazi yake aliyoifanya halali. Sasa kule wataka kutoa pesa wao, wewe haikuhusu. Sio, manifahamu? Utapata tabu, itabidi dukani kwako ukiketi umtizame yule mtu, wewe wafanya kazi wapi? Mimi nafanya kazi KRA. Basi wewe sikuuziwe, pesa zako haramu. Sio? Itakuwa hivyo. Na wewe wafanya kazi wapi? Ya jamaa, min ain jibtum hadha alkalam? Mambo ya ajabu sana. Taib, tutakwenda wapi na hadithi ya Barira alipopewa sadaqa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akala katika kila alichopewa Barira, akaambiwa hii ni sadaqa, akasema hiya laha sadaqa wa lana hadiya. Yeye alipewa sadaqa, lakini ikifika kwetu ikawa nini? Ni zawadi antupa sisi. Na sote tunajua kuwa sadaqa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nini? Ni haram. Hachukui sadaqa, na kwa ahlul bait ni haram. Sasa vipi hapa amekula? Na istihala imebadilika sasa kutoka kwa mkono mmoja kwenda kwa mwingine. Haya pia ya ajabu. Mimi ndishangazwa kuona mpaka watu wanaonasibishwa na ilmu wasema kuwa mshahara wa kadhi ni haramu. La ilaha illa Allah. Aish rajaban tara ajaba. Ishi wewe utaona mambo ya ajabu sana. Sasa hizi ndio kawaida ilmia. Tukijengea kuwa mshahara wa kadhi ni haramu kwa kauli hizo, mtaleta tabu kwa wafanyabiashara. Katika haya ndiyo yaeleza, na maelezo haya yako katika kitabu al-Buyu', unaweza kurejelea na mkayaona. Wallahu musta'an. kumalizia, وقال رحمه الله الشيخ ابن عثيمين قسم الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة. واجب juu ya waislamu wawe ni umma mmoja, kitu kimoja. Wa an la yatafarraqu fi dinillah, wasitofautiane katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu akazua hili, yule akazua lile. La, watu wote waregee katika kufuata kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a. falwajibu an takuna kalimatahum wahida. Wajib ni kuwa neno lao waislamu liwe ni moja. Wa an la yatafarraqu fi dinillah, wasitofautiane katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna sawmahum wahidan wa fitrahum wahidan, iwe kufunga kwao ni pamoja na kula kwao ni pamoja. Wa hum yattabi'una almarkaz alladhi 'indahum, wanawavioni wa mamlaka. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema fuateni huko mliko, markaz ambayo iko huko, yani almarkaz ad-dini, markaz ya kidini fuateni. Alladhi yuwajjihu man tahta nadharihi min almuslimin, wale wanaowaongoza walio chini yao, chini ya macho yao katika Waislamu. Wa an la yatafarraqu hatta law ta'akhkhara sawmuhu an sawmi almamlaka, wasitofautiane hata ikiwa saumu yao itachelewa ikikisiwa na saumu ya mamlaka, yani ya Saudia. Na watu huisingizia sana hii nchi mpaka kufikia hawa makhurafi hao kuizungumza vibaya hii nchi, na wakizungumza hili swala walizungumza kwa tashnia sana, yani waifanya hii ni kauli wanaonasibisha ya mawahabi. Hawa mawahabi, nani anakuambia mawahabi ndio kauli? Masala fiqhiyya mukhtalafun fi baina ulama, si masala ya kuwa ni wahabi wala kadha wala kadha, lakini ndio wanavyofanya. Tayeb, kuna mwaka nchi ya Yemen waliuona mwezi kabla ya mamlaka, na ukatangazwa kuwa mwezi umeonekana. Kwani baina ya Yemen na Saudia kuna nini? Kuna mpaka pekee yake, si ndio? Sasa wale askari wale walioko kwenye boda wale, si hawa waona wale, sio hawa wako hapa wale wako pale, hawa wamfunga hawa wala, na wampishana na mpaka pekee yake. Lakini hawa nchi yao wasema wameona mwezi wakala
wakafunga, na hawa wakasema mwezi haukuonekana, wakachukulia kuwa bado haijaingia nini Ramadhani. Na hatukuona mwanachuoni hata mmoja akisema kuwa kwa sababu Yaman jirani zetu wameuona mwezi sasa lazima mfunge, wala hakuna mtu alisema maneno kama hayo, bali walisubiri ru'ya yao. Kwa hivyo msiwasingizie wa Saudi kwa hawajamwambia mtu yoyote funga na sisi ama usifunge na sisi, ni wewe mwenyewe wataka kujenga kauli yako wajenga, lakini wao hawajasema hivyo. Sheikh Ibn Uthaymeen asema wa an la yatafarraqu hatta law ta'akhkhara sawmu an sawm al-mamlaka aw ay bilad islamiyyah ukhra falyattabi'u ma yaquluhu al-markaz, wafuate kauli ya huyo anayetizama mambo yao huko nchini kwao, wasifuate mamlaka wala nchi yoyote nyingine. Haya maneno ya wanawavioni na yarudisha kwao wanawavioni, na silazimishi mtu yoyote kwa kauli kama hii. Watu wako na uhuru wa kufanya ijtihad katika masala haya, si uhuru wa kufuata hawa. Nasema wa kufanya ijtihad katika masala kwa wenye elimu, wayatizame kwa umakini na kile kitakachowabainikia watakifuata. Na haya nikiyazungumza na bainisha, sikusudii mtu yoyote fulani biainihi, na nazungumza kwa mazingira yetu hapa Kenya, sijazungumzia nchi yoyote nyingine. Mtu asichukue hapa akapeleka kule akaleta huku akajengea hoja akaleta balbala, la. Siku zote tuko hivi. Wako ambao waona kuwa mtafunga na mwezi wa ulimwengu kama nchi ya Uganda ikitangazwa mamlaka, na wao pia utangaza, na hili lilikuwa tangu enzi za Idi Amin rahmatullahi alayhi wanavyotueleza wao, na mpaka leo waendelea hivyo, na alhamdulillah waendelea vizuri, hawana shida yoyote katika hilo. Na ziko nchi ambazo zafuata kiongozi wao na nchi yao, kama hivi mfano Kenya watafuata. Kwa hivyo ni masala ijtihadia, na hizi ndio aqwal za wanavyuoni haswa hao muasirin, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, na pia tungeongezea zaidi, lakini hizi zatosheleza kwa sababu wao ndio wakubwa zaidi katika wanavyuoni. Pia Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi ndio kauli yake, Sheikh Al-Fawzan hii ndio kauli yake. Na mimi kusema ukweli sijui mwanachuoni wa sunna katika asri hii, sijui. Nasema kama mtu aniletee mmoja tu, aniletee anayesema kuwa katika nchi moja waweza kufunga na nchi nyingine na hawa wakafunga na kwao, yani bimaana ikiwa kuna uongozi pale unaotangaza mwezi kuwa yawezekana watu kumkhalifu yule wakafunga na mwezi wa nchi nyingine, ikiwa kuna kauli, basi naomba ndugu zangu wanisaidie nayo, itanifaa pia, nitaiongezea hapa katika hii bahthi inshallah taala. Lakini mpaka sasa sijaona kuwa kuna mwanachuoni yoyote aliyezungumzia hili suala kinyume na haya tuliyoyaeleza hapa. Wallahu taala a'lamu bihakam.